Tunarejea kule Vihiga ambapo kilimo cha ng'ombe wa maziwa kinaendelea kuwavutia wakazi wa kaunti hiyo, baadhi yao wakijiuzulu kutoka taaluma zao na kujitosa katika ufugaji, wakisema kilimo hiki kina faida mbali na maziwa, mbolea ya biogesi inayowapunguzia gharama ya kawi wanayotumia nyumbani. Asahlo ametuandalia taarifa hiyo. Alipoanza kilimo hiki cha ng'ombe wa maziwa mwaka 2017 baada ya kuasi taaluma yake ya uhandisi, Eli Musalia hakutarajia kuwa angepata faida ya zaidi ya shilingi 300,000 kwa mwezi kutoka kwa mauzo ya maziwa. Katika kijiji cha Kisangula kwenye kipande cha ardhi ya ekari 1, maisha na muda wa Eli huzungukia hapa Upper Hill Dairy, akijishughulisha na ng'ombe wake 28. Kama sio kuwapa chakula, basi utampata akijibidisha kwa kama ng'ombe wake. So tulianzisha hiki kilimo cha kufuga ng'ombe wa maziwa ili sisi tupate maziwa ya kunywa na yale ambayo yanasalia tuweze kuuza pia tupate senti. Kando na hayo, katika jamii ama community tumeweza kuemploy a few young men ambao pia wanaweza pata hela kidogo ya kuweza kukimu mahitaji yao. Ninapofika hapa mwendo wa saa 6 mchana, mkulima Eli yupo mbioni kwa kama ng'ombe wake kwa mara ya pili kati ya 3 kwa siku. Kwa jumla ng'ombe wake 12 wanamzalishia zaidi ya lita 350 za maziwa kwa siku. Maziwa peke yake kwa sasa hivi mimi nakamua 350 liters per day. So 350 liters ukimultiply by 50 shillings unapata kwa siku tunapata hela mzuri, na average yangu kwa sasa napata between 300 to 320,000 shillings kwa mwezi. Bwana Eli anayejivunia kupata zaidi ya shilingi 300,000 kila mwezi kwa mauzo ya maziwa, anasema hili limechangiwa na kupata mbegu sahihi ya aina ya ng'ombe wa maziwa. Anaeleza kuwa anafuga aina ya Freshian Holstein wanaozalisha maziwa mengi, Ayrshire na Jersey wanaozalisha maziwa yenye mafuta mengi. Breed is about genetics. So unaangalia genetic composition ya ng'ombe wako. Unaangalia huyu ng'ombe anagonjeka mastitis sana. Sasa huyu ng'ombe nitaimprove namna gani ndama wake? Sasa inamaanisha ndama wake nitatafuta ndume ambayo iko resistance to mastitis. So nikisabu huyu ng'ombe nitakuwa nimeimprove mtoto wake. So in the long run mkulima atajikuta ako na ng'ombe ambao ni resistance kwa magonjwa, ng'ombe ambao wanatoa maziwa. Bwana Eli anawarai wakulima kukumbatia uzalishaji wa AI katika kuimarisha uzalishaji wa maziwa. Sasa katika Upper Hill Dairies, hiyo ndio mambo tunazingatia, persistence. Tunapatia ng'ombe zetu mbegu ambayo kama ni ng'ombe inakupatia 20 liters, itakupatia 20 liters for a very long time. Kama ni 30 liters, atakupatia 30 liters kwa muda mrefu. So wakati wakulima wanatafuta mbegu, yafaa wazingatie vitu kama hizo. Kando na uzalishaji wa maziwa, kilimo hiki kimemwezesha kuajiri wakazi wa eneo hilo kupata mbolea kiasili ya kupanda mimea na gesi ya kupikia. Licha ya faida zake, uzalishaji umekumbana na changamoto ya gharama ya vyakula vya ng'ombe wa maziwa, akitoa wito kwa serikali ya kaunti ya Vihiga kusambaza pembejeo za bei nafuu ili kuwapunguzia mzigo wa kulima kuzalisha chakula cha ng'ombe. Silage iko na faida maradufu kuliko mahindi ya kula ya binadamu. So afadhali mimi na ningesihi serikali yetu iweze kusubsidize mahindi, kusubsidize mbolea, ndio wakulima wengi waingie kwa kilimo cha mahindi, tupate chakula cha binadamu na chakula cha ng'ombe. Kaunti ya Vihiga ina zaidi ya ng'ombe 1165 wa maziwa wanaozalisha zaidi ya milioni 37.4 za lita za maziwa, mwito ukitolewa kwa serikali ya kaunti kujenga kiwanda cha kuongeza ubora wa bidhaa za maziwa. Ni lazima tuwe na soko, na hiyo soko ni kampuni. Ndiyo nasema sasa wakati umefika Vihiga County tukuwe na kampuni yetu ya Vihiga ya kutengeneza maziwa na kuongeza ubora wa bidhaa katika hayo maziwa. Ndiposa mkulima akifuga ng'ombe anajua ako na soko ama mahali pa kupeleka maziwa. Nikiripotia kapu la uchumi kutoka kaunti ya Vihiga, naitwa Sheldon Asahulu.
Remember?